Mungu ndiye huongoza mtu mpaka afike kwa destiny yake. Hata watu wakijaribu kuzuia, ikiwa Mungu amesema utafika kwa destiny yako, ni lazima utafika. Ni kwa sababu nikikumbuka Yusufu alikuwa kijana mdogo wa Jacob, na huyo kijana alikuwa anapendwa sana na baba yake, na alikuwa kijana wa ndoto kama vile mandugu zake walikuwa wakimuita. Ni kwa sababu kila wakati akiota ndoto ilikuwa inaonyesha yeye ndio mkubwa kuliko wote, na ilikuwa ikionyesha ati hao wote hata baba yake na mama yake watamuinamia, na hiyo ilikuwa inakasirisha mandugu zake sana, mpaka wakapanga vile watakavyomuua. Wakipata chanzi tu hataishi, ni kwa sababu walikuwa wanakasirika, na wao ndio wakubwa, na wao ndio wako na nguvu, na wao ndio wanaona ndio wako waerevu, lakini hawakuwa na yule Mungu alikuwa na Yusufu. Na kusema kweli, Yusufu akaendelea hivyo, na baba yake akampenda, akamtengenezea koti ya marangi mingi. Ni kwa sababu alikuwa anampenda, ni kwa sababu aliona ni kijana mtiifu, na ni kijana Mungu alikuwa anampenda, na tena alikuwa akiambiwa na baba fanya hiki na hiki, alikuwa anafanya. Lakini kila wakati mandugu zake walikuwa wakisikia vibaya sana, kama walikuwa wanasikia kama kujikatakata, ni kwa sababu walikuwa wanaona huyu kijana atakuwa mkubwa, na wao ndio wanafaa kuwa wakubwa, na wao ndio wanafaa kupendwa, kwa vile wao ndio waliona jua mbele ya Yusufu. Lakini Yusufu aliendelea kumpenda Mungu wake, naye Mungu akaendelea kumpenda. Na siku moja baba yake akamtuma apelekee mandugu zake chakula kule walikuwa wakilisha mifugo, na wakati alianza safari akaenda akatafuta, hakuwa anawaona, na akauliza mtu kule hawa vijana wako, na huyo mtu akamueleza wako mahali fulani. Na wakati alienda akiwa mbali, mandugu zake wakamuona na wakasema yule mwotaji ndio yule, hebu tujipange vile tukavyomuumiza, na tupange akufe, na tufanye hivi hata tukimuua hiyo damu yake tutapaka kwa hiyo koti yake, na tumpelekee baba yetu, na tuseme wanyama wamemmaliza. Na kusema kweli wakapanga, na wakati walikuwa wanapanga, kwanza yule alikuwa anaitwa Juda akawaambia vizuri, kwanza wamutupe kwa shimo ambapo alikuwa na maji, wakae huko wakipanga vile watakavyofanya. Na Yusufu na Reuben walikuwa wanapanga vile wanaweza okoa ndugu yao kutoka kwa hawa mandugu wengine, lakini hawa wengine hawakuwa wanasikiliza, walikuwa wanataka kumumalizia. Na kusema kweli, wakati hawa wawili waliona ati hawa watu wako tayari kuua Yusufu, wakaona watu walikuwa wametoka Misri, na wakawaambia afadhali badala ya kumuua, afadhali tumuuze huko Misri na aende badala ya sisi tumuue, ni kwa sababu hii damu itaturudia. Na wote wakasikilizana, na wakati hao watu kutoka Misri walikuja wakamuuza huko, na akapelekwa huko kwa askari alikuwa anaitwa Potifaru, na Potifaru akamchukua ni kama mkubwa wa hiyo nyumba yake, na ndio alikuwa anaangalia mali ya Potifaru, na Potifaru akaendelea kumpenda, na Potifaru akaendelea kuinuliwa na Mungu, na akaendelea kuwa tajiri. Lakini bibi ya Potifaru akaona wivu, akaonea Yusufu wivu, na akapanga vile ati atasema watalala na yeye, na Yusufu akakataa, lakini aliendelea kumsukuma. Na siku moja Yusufu akisafisha room yule walikuwa wakisafisha, yani master room, huyu dada akaja, au huyu bibi ya Potifaru akaja akitaka kumshika kishagufu, na Yusufu
akamwachia koti, na hiyo koti ikawa evidence ati Yusufu alikuwa amepanga kumfanyia mambo mabaya, na huyu Potifaru wakati aliletewa hiyo ripoti akakasirika na akashika Yusufu akamweka kwa jela. Na wakati Yusufu alienda huko kwa jela, mkubwa wa jela akamfanya mkubwa na akawa akiangalia kitchen. Yeye ndiye alikuwa akiangalia ile chakula wafungwa watakula, na huko akainuliwa na akapendwa na Mungu. Na hata mkubwa wa jela kwa sababu alikuwa anapenda Yusufu, hata yeye akabarikiwa. Na kusema kweli wakaendelea hivyo, na wale watu wawili walikuwa wakifanyia huyu Farao kazi, wote wakaota ndoto na kila mtu ya ndoto lake ikafafanuliwa, lakini mmoja akaambiwa, kwa sababu wewe hutakufa na utarudishwa kazi, unikumbuke. Lakini hakukumbuka Yusufu, alisahau, naye Mungu akafanya Farao naye aote ndoto, na hiyo ndoto tena ikakosa mtu wa kufafanua. Huyu jamaa ndio akakumbuka Yusufu, na Yusufu akatumaniwa na akaja akafafanua hiyo ndoto, na akafanywa mkubwa na akavaliwa nguo za ukubwa na akafanywa gavana ya Misri yote. Na kusema kweli kutoka hapo yeye ndio alikuwa akiweka chakula store, yeye ndio alikuwa anaangalia nchi yote, isipokuwa Farao, yeye ndio alikuwa na authority Misri yote. Na hebu nikuambie, kutoka hapo wakikaakaa nao huko Canaan kukawa na njaa, na Yakobo akaambia vijana wake wakuje Misri watafute chakula ndio wasiishe kwa njaa. Na wakati walienda huko Misri, Yusufu akakumbuka madugu zake na akapanga akawauzia chakula, na tena akarudisha pesa yao kwa gunia. Na wakati alirudisha pesa kwa gunia, wakati walifika huko Canaan, wote wakaangalia wakaona pesa imerudishwa, na wakashangaa sana, na baba yake akawa na hofu. Na hebu nikuambie kitu kingine, njaa ikazidi sana, na Yusufu na Jacob akawaambia vijana, mtarudi huko tena kwa sababu njaa imekuwa kali sana. Na kusema kweli wakasema kwa vile tulirudishiwa pesa, tutaonekana kama sisi ni wezi. Na ujue walikuwa wanatuuliza ndugu yetu mdogo, kwa vile na alikuwa ametuambia tukirudi tena turudi na ndugu yetu. Na kusema kweli wote wakaanza kuogopa, lakini Jacob akasema ni lazima mrudi huko, na wakarudi huko tena, wakakaa na walitena wakarudi huko Misri, na wakauziwa chakula na wakafanya kile kitu, na wakarudi huko. Na tena kabla hawajarudi huko Canaan, Yusufu alikuwa anauliza mambo ya baba yake, na wakati walirudi huko tena wakaambiwa warudi na huyu jamaa alikuwa anaitwa Benjamin. Na kusema kweli wakati walirudi na Benjamin, wote wakawekewa chakula, lakini Yusufu alihakikisha kikombe kile anakunywea maji au chai kimewekwa kwa gunia ya Benjamin. Na wakati walienda wakati wakiwa safarini, Yusufu akatuma askari wakawafuata kabla hawajafika Canaan, na wakaulizwa, kwa nini mmebeba kikombe cha mkubwa? Nao wakasema hatujabeba, lakini angalieni kwa gunia, yule ambaye itapatikana basi aende afugwe na mkubwa. Na ikapatikana kwa mfuko wa Benjamin, na wote wakarudi huko na wakaambiwa sasa yule atafugwa ni Benjamin, na Benjamin akafugwa na akakaa huko. Wote wakarudi tena wakaambia baba yake, naye baba yake akasikia kama atakufa. Tena wakarudi huko, ndio wakati wa mwisho waliwenda. Yusufu akawaambia, mimi ndio ndugu yenu, na kile mtafanya mtaenda huko Canaan mkunye na baba yenu,
na magari katumwa huko, na wote wakaenda huko Misri na wakaishi huko. Wote wakaangaliwa na Yusufu na walikuwa wakipewa chakula na wakakaa mahali palikuwa paitwa Goshen. Hebu nikwambie, sijui ni nani wanakuingilia, sijui ni akina nani wanakuinukia. Umesikia stori ya Yusufu vile Mungu alimshindania mpaka wale walikuwa wanamuingilia, yeye ndio aliwasaidia na wote wakaanza kumuinamia na wote walikuwa wakipiga magoti mbele yake. Kwa vile wewe unampenda Mungu, hebu nikwambie, wale wanakuinukia waendelea kuwapenda, ni kwa sababu siku moja wao ndio watapiga magoti mbele yako, ndio uwasaidie, ndio usaidie jamii zao, ndio usaidie mabibi zao na mabwana zao na watoto wao na wazazi wao. Kwa hivyo we endelea kumpenda Mungu, endelea kufanya kazi ya Mungu kwa bidii, we kuwa msha wa Mungu, usiwe na unashukia watu, usiwe adui ya watu, kuwa rafiki ya watu. Hata wakikushukia, we endelea kuwapenda, naye Mungu ataendelea kukuinua, na we pia siku moja utakalia hiyo kiti kama kile kilikaliwa na Yusufu, na utamwona Mungu wa ajabu. Mungu asili kukubariki na asili kukupenda. Barikiweni sana.